Waligani mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa JJM Media Production. Kama ni mara yako ya kwanza kwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia wa JJM Media Production. Okay, leo nipo na somo moja, lakini nitakwenda kuelezea kuna changamoto ambayo nimeweza kuipokea kwa watu mbalimbali ambao wanatumia Cubase namba 15 na 14. Pia baadhi wanapata changamoto kwenye swala la pitch correction. Pitch correction inakuwa imecollapse. Maana yake ukifungua kama hapa, ukidouble click haikuleti sehemu ya kufanya pitch correction kama ilivyokuwa kawaida inavyokuwa umeifanya installation. Ukifungua eneo hili automatic inakuja kwenye pitch correction na kuelekeza, lakini huku pia kuna ile sehemu ya vari audio na vitu vingine kama hivyo. Sasa nimeweza kuona niwasaidie kuelekeza jinsi ya kufix hili tatizo kwa collapse zote. For example, mfano kama ndio umefungua Cubase yako sehemu ya kufanya pitch correction, ukakuta kuna hili tatizo inakuwa hivi, unashindwa kuelewa ufanyeje ili uweze kufanya pitch correction. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, utakuja kwenye mshale hapa, utabonyeza mshale. Lakini utakapobonyeza mshale kunaweza kusitokee hivi. Maana yake ni nini? Kuna eneo moja hapa linakuwa limefungwa. Hapa kuna eneo linakuwa limefungwa hapa. Ukibonyeza kwenye mshale hapa, kuna vitu vitakuja huku. Mfano hata kama itakuwa itokei, jaribu kuonyesha kitu cha kufanya hapa. Ngoja nifungue audio nyingine tuangalie. Fungua hii. Naona kama hivi. Inakuwa hivi, then ukifungua hapa utakuta viko hivi. Hasa cha kufanya hapa, utakuja utabonyeza eneo hili hapa ili. Utabonyeza hapa, itakuja hivi. Na upande wa huku kwenye vari audio na wenyewe unapatikana hapa. Ukishabonyeza hivi, basi itatokea hapo. Ukibonyeza hivi itafunguka hivyo. Kwa hiyo kama itakuwa hivi, basi utabonyeza na hapa kupata ili eneo la huku. Hiyo ni moja wapo. Kitu kingine ni pale wakati una play audio yako. Mfano kama una play hapa hivi. Hapa sijaruhusu usikie ninachokiplay hapa kwenye project hii. Sina ruhusa ya kupiga hii project. Kwa hiyo kuna ule wakati unavokuwa umeselect kitu, mfano kama hivi ukaona unakuta unavo play kama hivi unakuta kuna ile kitu inajibonyeza hivi moja kwa moja. Hii yenyewe inatokana na nini? Ngoja tuangalie huku. Kwa wale ambao inafuata, yani unakuta mshale ukifika tu hapa, basi inakufuatilia, yani hii inapatikana huku. Maana yake kuna sehemu inakuwa umewasha hapa. Ukiwasha hiyo sehemu, basi itakuwa hilo tatizo litakusumbua. Wakati unataka unataka kusearch kitu fulani au unataka kuhighlight, basi inakusumbua. Unajikuta unashindwa kuhighlight vizuri. Kwa sababu gani? Huwa hii ona auto hapa. Ukiweka auto hapa, ngoja turudi nielewa kidogo. Unaona kama hapa ukiselect kama hapa, ina maana ukiwa na play inajigusa kama hivi. Unaona? Hasa hii inakushinda. Mfano kama unataka kumaki vitu huku ukiwa na play inagoma, maana yake
ina follow hapa tu. Ikitoka hapo inakuja na follow kwenye kipande kingine, naona sasa hii nayo tatizo, itakusumbua. Maana kama umeweka unataka kumaki vitu hapa, ukifanya hivi moyo inagoma. Ikigusa tu kwenye kitu hapa, mbona itakuwa unashindwa kufanya kitu. Una highlight huku, then yenyewe ukiplay inajitoa inajileta huku. Naona kwa hiyo cha kufanya, utaklik kwenye ile audio pale, then utakuja kubonyeza hichi alama cha mshale, utakuja kwenye audio hapa, kwenye edit, then utakuja kuondoa hii. Naona ukiplay inakuwa mshale hii alama ikisogea kasho, maana inakuwa hai automatic kuselect. Kwa hata ukiwa umeselect hivi, ukiwa na play haiwezi kujihamisha, inakuwa kwa kitu kama hicho. Sasa hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yanawasumbua watu baadhi. Kwa hiyo ndio njia ya kusolve peke yake, lakini unaweza ukatumia sehemu ya edit kwa huku. Sio lazima uende kule, unaweza ukatumia huku afu kaje ukatoa hapa tiki. Hii ndio inakusaidia. Lakini kitu kingine ni swala la kufanya kumove kitu, kukimove kitu. Mfano unataka kukisogeza pembeni, mfano kama audio yako inaenda unataka kuihamisha, kuisogeza mbele kidogo, clip, yani ka clip, mfano kama clip kako unataka kukasogeza hivi. Naona ngoja nifanye hivi, ikawa inagoma. Umeona hichi alama hapa, kikiweka hiki maana yake huwezi kusogeza. Umeona inakuwa inasogea kwa kuhesabu bar. Umeona sasa hii ni mbaya, kwa hiyo unabidi uitoe hivi. Kama unataka kufanya select ya vitu, usogeze mwenyewe unapotaka. Unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukazima hichi kieneo hichi. Kwa hiyo hayo ni machangamoto yanayowakuta watu. Kitu kingine ni jinsi ya kufanya mshale wako. Ukiwa na play, ukistop tu unarudi pale pale ulipoanza hivi. Ukistop unarudi, ukiplay ukistop unarudi. Okay, na yenyewe una set wapi? Transport. Hapo unakuja transport, then utakuja hapa kwenye hapa kwenye kipengele hiki hapa start mode hapa, then utakuja utawasha hichi kieneo hichi hapa, return to start position. Maana yake ukizima hapa, ukiwa umeplay kipande chako, ukistop itaishia pale ulipostopia. Umeona haitajirudisha nyuma. Unaona sasa inabidi uje uwashe hapa kwenye return to start position. Maana yake ukiweka kitu hapo, ukiplay itaplay pale pale, ukistop inarudi pale pale kuanzia. Nafikiri hayo ni mambo baadhi ambayo yamekuwa yakiwasumbua baadhi ya producer ambao wanatumia Cubase namba 13, 14, 15. Kwa hiyo leo nimekuja kufiksi matatizo kadhaa. Kama kuna sehemu yoyote ambapo umepata msaada, basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment na wengine waweze kupata mafunzo ya Cubase kwa sehemu tofauti. Lakini pia kama kuna kitu kinakusumbua kwenye Cubase, basi unaweza kuniambia, tukajua namna gani tunaweza tukasolve kwa pamoja. Leo nilikuwa na matatizo hayo kadhaa na nimekwenda kuyatolea ufafanuzi kwa sehemu. Lakini kitu cha mwisho kabisa ni kuacha nacho hichi, kitakusaidia jinsi ya kufanya panning kwa wale pia wasiofahamu kwenye Cubase namba 15. Project ndio yangu hii hapa, sauti nataka kuipandi kwenda kushoto. Hapa kwenye C hapa utakuja utashikilia hapa, utapeleka kulia ama kushoto. Hapa tu kwenye alama ya baa yako ya sauti, au nikifanya hivi kidogo nitanue kidogo uweze kuona eneo hili hapa. Basi unaweza ku right
au ku left. Kwa unakuja utashikilia kwenye hichi kialama hiki, basi hapo utafanya panning ya vocal zako. Utashusha vocal nyingine, utaipani left au right. Kwa kama unavyoona huku nimepani left right kwenye vocal zangu. Kwa usiogope kutumia Cubase kwa sababu utashindwa kupani. So kweli kupani unapani tu, utapani hapa kwenye hii alama ya sauti hapo. Ukiplay hivi sauti inakopitia. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo vocal, main vocal lazima ikae center. Main vocal za leader lazima zikae center, usizije ukazipani kushoto wala kulia. Inabidi zisound center hapa. Unaweza double click ukabonyeza C center, au hapa unaweza ukabonyeza R yenye ukidouble click ukabonyeza R, maana yake itaenda kulia. L itaenda, baada ya enter itaenda kushoto. Kwa hiyo jinsi ya kupani na vitu vingine nafikiri nimeweza kukuelekeza. Nikutakia wakati mwema. Goodbye.